لا حول ولا قوة إلا بالله هو الرب الأعلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل شهر الصيام على الأيام قد فضلا، حقا فيه كتاب الله قد نزل، طوبى لعبد أطاع الله مجتهدا، وبذكر فيه أو القرآن مشتغلا. والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa kipindi chako pendwa, kipindi hewani ahamiyatu dua, umuhimu wa dua. Mada yetu ya leo, ad-du'a fi awwal al-jum'a fi shahri Ramadhan, dua ya kusoma katika Ijumaa ya kwanza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ndugu yangu katika imani, isikupite fursa hii. Hakikisha pale ulipo, ikiwa uko kwenye gari, ikiwa uko sokoni, ikiwa uko nyumbani, mahala popote unaweza ukakaa kitako ukaisoma dua hii. Ni dua nyepesi sana ambayo haichukui muda mrefu, na dua hii ina siri nyingi ndani yake. Kwanza, inapita katika Ijumaa ya kwanza ya Ramadhani, lakini la pili, ile kitendo cha kuisoma hii dua ndani ya Ijumaa, lakini la tatu ni kwamba unapata fursa ndani ya masiku ya rahma, kwa sababu Ramadhani imegawanyika katika makundi matatu: awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. 10 la kwanza ni rahma, 10 la pili la katikati ni maghfira, na la mwisho kuwekwa huru na adhabu ya moto. Bila shaka Mwenyezi Mungu atujalie insha Allah kwa juhudi ya kuifanya ibada hii ya saum iwe sababu ya kuweza sisi kuepushwa na adhabu ya moto. Ama dua hii utaisoma kwa siri ya herufi ya kwanza na herufi ya mwisho. Herufi ya kwanza arrau, arrau rahma. Hii re inawakilisha neno rahma, na hiyo dua yenyewe utamuomba sana Mwenyezi Mungu akupe rehma zake. Alafu mwisho wa hii dua kuna herufi nuni. Hii herufi re ina uzito wa idadi ya 200 na herufi nuni ina uzito wa idadi ya 50. Ukichukua herufi hizi mbili unapata idadi ya 250, na hii ndiyo siri ya namna ya kusoma kwa idadi yake. Utasema maneno yafuatayo baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim: rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin, rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar. Maneno machache lakini yenye maana kubwa, maana pana, ambayo ndani yake unamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, rabbi ighfir, ewe Mola nisamehe makosa yangu, nifutie madhambi yangu, warham, na unirehemu kwa rehema zako, wa anta khairur rahimin, nawe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni mbora wa kurehemu. Allahu akbar. Na hii dua inatokana na siri ya aya miongoni mwa aya za Qur'an. Ukisoma katika surati al-Mu'minun, sura ya 23 aya 118, utayapata maneno haya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Unamuomba Allah mambo takriban mawili: la kwanza akusamehe makosa, la pili akurehemu, lakini kule mwisho kwamba yeye ndiye ambaye mwenye ubora wa kutoa hizo rehema. Allahu akbar. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie miongoni mwa watu ambao wataitumia fursa hii kuweza kuisoma dua hii fupi inshallah. Usiache kusubscribe channel yetu na kushare, kulike na kucomment ili kuufikisha mbali ujumbe huu. Man dalla ala khairin kafa'ilihi, anayesaidia jambo la khairi ni kama aliyefanya. Ndugu yenu katika iman, Sheikh Rajab bin Salim Juma al-Kushairi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. La hawla wa la quwwata illa billahi wa ya ni'mal mawla.